binadamu, na tathmini hiyo inatupelekea sasa kuzalisha ripoti zetu, na hii ni ripoti ya 24 tangu kituo kimeanza kufanya utaratibu huo mwaka 2002, na inaandaliwa kwa mashirikiano kati ya kituo pamoja na Zafaico kama ambavyo imeelezewa hapo awali. Sasa hiyo tathmini tunaifanya vipi? Haki za binadamu tunazipata katika ngazi kuu tatu, ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Kwa hiyo tunaangalia nyaraka muhimu za kitaifa, hususan Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977. Tunaangalia masuala yaliyotokea, kama ni vitendo, kama ni sheria zimetungwa, je, vinaendana na katiba? Hiyo ni ngazi ya kitaifa. Kwenye ngazi ya kikanda tuna mikataba mbalimbali ambayo kama nchi tumeiridhia, kama mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu, kuna mkataba wa Afrika wa haki za wanawake. Lakini kimataifa tunaangalia pia mikataba mbalimbali ikiwemo mikataba pacha ya 1966, yaani mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa, na mkataba wa kimataifa wa haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Na vitu vikubwa tunaangalia ni vitatu. Kuna majukumu matatu upande wa haki za binadamu. Hii ni upande wa serikali pamoja na wadau wengine ikiwemo makampuni, taasisi pamoja na watu binafsi. Kwanza ni kuheshimu haki hizo zimeheshimiwa, kwa maana ya kwamba haziingiliwi isipokuwa kwa mujibu wa sheria. Mathalan, umefanya kitendo cha uhalifu, ukafungwa, ukahukumiwa, ukafungwa gerezani, hapo hauwezi ukasema tena haki yako ya kuwa huru imekiukwa. Pili, tunaangalia kulinda. Kuna jukumu hili la kulinda haki za binadamu, maana yake ni kwamba watu wengine wasiingilie haki zako. Kwa hiyo kuna vyombo vya ulinzi wa haki za binadamu ikiwemo mahakama, jeshi la polisi na vingine vingi. Kwa hiyo kuna kulinda, na tatu ni kutekeleza. Kutekeleza ni kuweka mazingira wezeshi au mazingira rafiki. Mfano upande wa haki za kijamii kama vile elimu, ni lazima tu, huwezi ukaishia kuheshimu haki ya kupata elimu, bali utaweka miundombinu kama vile madarasa na walimu na kadhalika. Kwa hiyo lengo kuu la kuandaa ripoti hii ni kwa ajili ya kutumika kama nyenzo kwa ajili ya uchechemuzi. Kituo chenyewe ni shirika ambalo limejikita kwenye uchechemuzi wa masuala ya haki za binadamu, lakini wadau wengine pia wanaweza kutumia ripoti hii kwa ajili ya kufanya uchechemuzi. Lakini pia tunatoa rai mbalimbali za kuimarisha haki za binadamu, na ripoti pia ni nyenzo ya kueneza uelewa kuhusiana na masuala ya haki za binadamu. Vyanzo vyetu, tuna vyanzo vya ndani, hivyo vyanzo vya taarifa sasa na data, pamoja na vya nje. Ndani ni pamoja na programu zetu kubwa mbili za uangalizi wa haki za binadamu, lakini pia na utoaji wa msaada wa kisheria. Vyanzo vya nje kama alivyoelezea mkurugenzi ni pamoja na taarifa na ripoti mbalimbali na takwimu zinazotolewa na taasisi za kiserikali, ripoti zinazotolewa na mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali, pamoja na mashirika ya kitaifa na kijamii yasiyo ya kiserikali, ripoti za vyombo vya habari na kadhalika, ikiwemo pia hotuba mbalimbali ambazo zinatolewa. Sasa kwa ufupi, hali ya haki za binadamu ilidorora sana mwaka 2025, na hii ilichangiwa na masuala mbalimbali. Kwanza kabisa ni yale machafuko ya Oktoba, lakini pia kuminywa kwa nafasi ya kiraia, masuala ya utekaji na upoteaji wa watu, lakini pia ukamataji kinyume na sheria, ukamataji holela, pamoja na uwekaji kizuizini wa watu kinyume na sheria. Na ukisha kukosea kwenye kukamata, lazima utaharibu kwenye kuweka kizuizini. Tutakuja kuona zaidi huko mbele ni kwa nini hali ilikuwa hivyo. Na waathirika wakuu wa ukiukwaji wa haki za binadamu ni kwa mwaka 2025 walikuwa ni watoto na wanaume. Watoto hususan kwenye masuala ya ukatili, ikiwemo ukatili wa kingono na kimwili, lakini wanaume waliathiriwa zaidi na machafuko yale ya Oktoba, ukiukwaji wa haki jinai, pamoja na ukamataji na uwekaji kizuizini kinyume na sheria. Na sasa hapo haishangazi kuona kwamba haki ya kuishi imeendelea kuwa haki ambayo imekiukwa zaidi, kwa sababu ya mauaji mengi ambayo yalitokea 2025
tunaita mauaji kinyume na sheria, lakini pia haki ya kuwa huru na salama ilishika nafasi ya pili, haki ya usawa mbele ya sheria nafasi ya tatu, nafasi ya nne imeenda kwa uhuru dhidi ya ukatili, na nafasi ya tano ni uhuru wa kuabudu. Kwa hizo ndo haki kuu tano ambazo zilikiukwa zaidi kwa mwaka 2025 kulingana na tathmini ambayo tumeifanya. Sasa twende moja kwa moja upande wa matokeo makuu na masuala makuu ambayo yaliibuliwa, tukianza na mauaji kinyume na sheria. Naam, na mauaji hayo ya kinyume na sheria yamegawanyika katika makundi mbalimbali. Kundi la kwanza ni yale mauaji yaliyotokana na machafuko ya Oktoba, ambapo ripoti mbalimbali zinaonesha kwamba inaaminika mamia ya watu waliuawa. Kuna nyingine zinasema maelfu, na pia kulikuwa kuna mili ambayo ilikuwa inaonekana kwenye vituo mbalimbali vya afya. Nadhani watu wote mliweza kuona picha na video mbalimbali zinazoogofya kuhusiana na matukio hayo ya Oktoba 2025. Lakini kitu kikubwa ambacho tulikiona ni matumizi ya nguvu kupita kiasi, na upande wa Zanzibar hakukuwa na matukio kama hayo. Naam, matukio hayo yaliyosababisha mauaji kipindi cha machafuko ya Oktoba itokea zaidi kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Songwe, Shinyanga, Geita, Mara na Mbeya. Waathirika mbalimbali waliweza kuripotiwa, ikiwemo wanaume, watoto, vijana, hata wale ambao walikuwa majumbani. Na kwenye mikataba ya kimataifa na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu kuna masuala matatu kuhusiana na matumizi ya nguvu au masharti matatu ambayo lazima yazingatiwe. Kwanza ni ulazima wa kutumia hizo nguvu, lakini pili ni uwiano wa nguvu iliyotumika na tukio lililotokea, na tatu ni uhalali wa kisheria. Kwa haya yalitufanya tufikie kuona kwamba mauaji haya yalikuwa ni mauaji yanayotokana na maafisa wa vyombo vya dola kutumia nguvu kupita kiasi, na matukio haya ukiangalia takwimu ambazo tunazionyesha hapo yameongezeka sana kwa zaidi ya 100%. Na hii inatupeleka kwenye pendekezo mojawapo ambalo tumekuwa tukilitoa mara kwa mara kwamba kuna haja ya kuunda chombo maalum cha kiraia kwa ajili ya kuangalia mienendo ya maafisa wa vyombo vya dola, kwa sababu sasa hivi hapa nikitendewa vibaya na polisi natakiwa nikashtaki polisi, lakini mwananchi wa kawaida hawezi akapata huo ujasiri wa kwenda tena kumshtaki polisi. Lakini kama kuna chombo maalum, vipo hivi vyombo, kimoja kwa mfano, kuna mfano mzuri Afrika ya Kusini, majirani zetu Kenya pia wana chombo kama hiki cha kiraia, kitafanya raia wawe na ujasiri wa kwenda kushtaki na uchunguzi pia uweze kufanyika, na uchunguzi huo utaonekana kuwa haujaegemea upande wowote, utaonekana ni uchunguzi huru. Baada ya kutokea kwa matukio hayo, kulikuwa kuna matamko mengi mbalimbali ya kulaani na kukemea. Kwa kweli yamevunja rekodi, hatujawahi kuona matamko mengi yaliyotolewa na taasisi na mashirika mbalimbali kama kipindi kile cha Oktoba au kufuatia machafuko ya Oktoba. Kwa mashirika mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, viongozi wa dini, mpaka Umoja wa Mataifa pia walitoa matamko mbalimbali, Umoja wa Ulaya, na vitu vikubwa vitatu tulivibaini katika hayo matamko yote. Cha kwanza kabisa ni uchunguzi huru na usioegemea upande wowote kuhusiana na mauaji yaliyotokea. Pili kabisa ni uwajibikaji kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi kinyume na sheria, na tatu ni ulinzi wa haki za kikatiba ikiwemo uhuru wa kujieleza pamoja na uhuru wa kujumuika na kukusanyika kwa amani. Kwa hivyo vitu vikubwa vitatu vilibainishwa katika matamko hayo. Na kama tunavyofahamu,
hakuna haki za binadamu bila uwajibikaji. Hakuna haki za binadamu bila utawala bora. Hakuna haki za binadamu bila utawala wa sheria. Hizo ni nguzo za haki za binadamu. Lakini pia kulikuwa kuna madai ya miili kufichwa. Tumeshuhudia kuripotiwa kwa matukio ya misiba kufanyika na maziko kufanyika bila miili kuwepo, familia mbalimbali. Kwa hiyo pia ilikuwa ni changamoto, ikiwemo kwa ndugu John Ogutu ambaye anatokea Kenya. Tuliona pia familia yake ilikuwa inaomba sana waweze kupatiwa mwili. Kwa upoteaji wa miili hii iliyotokana na machafuko na mauaji ya Oktoba ilikuwa ni changamoto. Na serikali ilitoa kauli mbalimbali kuhusiana na machafuko hayo, ikiwemo kwamba matumizi, nguvu iliyotumika iliendana na hali ilivyokuwa, lakini pia ilikiri kuminya mitandao ya internet pamoja na kuathiri haki za kidijitali, sambamba na kuzuia au kuminya uhuru wa mtu kwenda atakako. Tutakuja kuona ni kwa namna gani. Kuna ile amri ilitoka pia ya kuzuia watu kutoka nje, lakini kikubwa pia zaidi iliundwa tume ya uchunguzi. Kwa tutaona pia na yenyewe itatuletea kitu gani ambacho imekibaini. Nadhani wanao wanakaribia kutoa ripoti hivi karibuni. Sasa tukiachana na mauaji yaliyotokea kipindi cha Oktoba yanayohusiana na matumizi ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na maafisa wa vyombo vya dola, kuna matukio mengine takriban 6 ambayo tuliyakusanya yanayohusisha maafisa wa vyombo vya dola kutumia nguvu kupita kiasi. Hii ilikuwa ni kabla ya kipindi cha uchaguzi Oktoba. Kwa mfano Dodoma, kuna askari polisi 2 walikamatwa kwa aina hiyo ya mauaji, lakini pia Geita kuna maaskari 4 wa jeshi la usu, hili ni jeshi la uhifadhi, na walikamatwa kutokana na tuhuma hizo. Tukiachana na hilo, pia kulikuwa kuna mauaji ya kinyume na sheria yanayohusisha wananchi kujichukulia sheria mkononi. Takwimu zinaonyesha zaidi ya matukio 400 yanatokea kila mwaka tangu mwaka 2020, na asilimia kubwa sana, zaidi ya 90% yanatokea Tanzania Bara. Na sisi pia tumekuwa tukikusanya matukio machache na mengi, takriban 2/3 yanatokana na tuhuma za wizi. Kwa bado tuna changamoto pia ya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Tuna changamoto ya mauaji yanayofanywa na wenza, pia hili limeendelea kuwa janga kubwa. Kuna haja ya kuchukua hatua za makusudi kukomesha hili, ikiwemo kutunga sheria ile mahususi ya ukatili dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kwa kipindi cha miaka 3 matukio zaidi ya 100 tumeweza kuyakusanya, na haya ni yale yaliyoripotiwa. Shida ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto, kuna matukio mengi ambayo yanakuwa hayaripotiwi. Kwa hiyo bado tuna hizo changamoto, na kwa upande wa ukatili huu dhidi ya mwenza, wanawake ndio waathirika zaidi. Imani za kishirikina pia zimeendelea kusababisha mauaji kinyume na sheria. Zaidi ya kesi ya visa 100 vinarekodiwa na polisi kila mwaka. Na mikoa ambayo ina changamoto kwa miaka ya hivi karibuni ni pamoja na Dodoma, Tabora, pamoja na mikoa ya kanda ya Ziwa. Na waathirika wakuu ni wazee wanaotuhumiwa masuala ya uchawi, japo muda mwingine tumebaini inakuwa ni njia tu ya kuchukua kwa nguvu mali za hawa wazee, na bahati mbaya matukio mengine yanawahusisha watoto wao wenyewe, yani mtu anaua mzazi wake kwa ajili ya mali. Tukiachana na masuala sasa mazima ya mauaji kinyume na sheria, swala jingine kuu ambalo liliathiri haki za binadamu kwa mwaka 2025 ni swala zima la utekaji na upoteaji wa watu, na takwimu hizi zinaonyesha matukio haya yaliongezeka kwa mwaka 2025. Kwa visa ambavyo tumevikusanya kwa kipindi cha miaka 5 vimefikia 197, na hivi ni vile ambavyo tumevipata sisi. Naamini
Kuna taasisi nyingine ikiwemo Chama cha Mawakili Tanganyika pia wamekuwa wakikusanya visa mbalimbali ambavyo vilikuwa vimezidi hata hii namba. Upande wa Zanzibar kulikuwa kuna tukio lililomhusisha Sheikh Jabir Haidar Jabir ambaye naye alitekwa na kupotea, baadaye kukutwa ameuawa. Kwa hili ni janga na limekuwa linawaibua wadau mbalimbali ikiwemo katika majukwaa ya kidijitali, lakini pia viongozi wa dini. Tuliona kwa mfano kauli mbalimbali za mchungaji Gwajima, lakini pia Padri Kitima kukemea haya masuala ya utekaji, kwani yanaathiri haki za binadamu, hususan haki ya kuwa huru na salama sambamba na haki ya kuishi. Lakini pia kuna matamko ya taasisi na mashirika mbalimbali ya kitaifa, kimataifa na kikanda kuhusiana na swala hili la watu kupotea na kutekwa, ikiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, lakini pia mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi mbalimbali, vyama vya siasa, ikiwemo Chama cha Mawakili TLS pamoja na UDASA pia walitoa tamko ambalo lilikemea vikali masuala haya ya watu kutekwa na kupotea. Lakini pia kuna changamoto kubwa kama nilivyoeleza hapo awali ya ukamataji na uwekaji kizuizini kinyume na sheria. Kwa mwaka 2025 tulikusanya visa 709 na vingi vilitokea kipindi cha kuelekea uchaguzi na wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asilimia 97 ilikuwa ni ukamataji kinyume na sheria pamoja na uwekaji kizuizini kinyume na sheria. Shida ni pamoja na kukamata watu bila ya kuwa na ile hati ya ukamataji, kumkamata mtu bila kumwambia sababu za ukamataji, matumizi ya nguvu kupita kiasi na kadhalika. Kwa hili liliwaathiri watu mbalimbali ikiwemo hata mawakili na wanachama wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, wanachama wa vyama vya siasa, lakini pia ndugu zetu majirani Boniface Mwangi pamoja na Agata Atuhaire pia walikumbwa na changamoto hii. Na hiyo ilimuibua pia waziri aliyepita wa mambo ya ndani Simbachawene, ambaye aliongelea swala hilo katika kikao na maafisa wa jeshi la polisi, akisisitiza kufuatwa kwa taratibu za kisheria. Sheria zipo wazi, PGO zipo, kwa tuna changamoto ya kufuatisha sheria. Na hili pia lilitolewa kauli mbalimbali, matamko na wadau mbalimbali wakikemea masuala haya ya ukamataji holela na uwekaji kizuizini kinyume na sheria. Tufuate taratibu, kama mtu amekosa basi taratibu za kisheria zifuatwe. Vivyo hivyo nafasi ya kiraia iliendelea kuminywa sambamba na ukiukwaji wa haki za kidijitali, na shida kubwa inaanzia kwenye mazingira ya kisheria. Sheria tulizonazo ikiwemo kanuni za maudhui mtandaoni zina shida kubwa. Kituo kimekuwa kinapiga kelele sana upande huo pamoja na kufungua kesi mbalimbali. Kuna sheria hii ya makosa ya mtandao pia imeonyesha kuleta changamoto, na tulishuhudia pia kufungwa kwa mitandao au kuminywa kwa majukwaa ya kidijitali ikiwemo X, hususan kipindi cha uchaguzi. Sasa haya yote yalikuwa hayazingatia yale masharti yetu matatu ya ulazima, uwiano na uhalali wa kisheria, kama ilivyotokea kipindi cha COVID-19. Kusikia tunatoa matamko kulalamika watu kuzuiwa kutembea, pale kulikuwa masharti haya yalizingatiwa, kwa kuna ulazima kwa sababu ni janga lile la kiafya, uwiano pamoja na uhalali wa kisheria, sheria inaruhusu. Kwa vijana pia walikuwa mojawapo ya waathirika wakuu wa kuminywa kwa nafasi ya kiraia pamoja na ukiukwaji wa haki za kidijitali. Vyombo vya habari pia viliendelea kulalamikia sheria mbalimbali zilizopo ikiwemo sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016, sheria ya makosa ya mtandao, kanuni za maudhui mtandaoni za mwaka 2020 na hali kadhalika sheria hii ya mwaka 2016 ya upatikanaji wa taarifa.
inaathiri sana hizi sheria uhuru wa vyombo vya habari ambao umeonekana kuendelea kushuka na kuwafanya wanahabari wajichuje sana, kitaalam tunaita self censorship, kwa sababu ya kuogopa mkono wa sheria, adhabu kali ambazo zipo kwenye na mitego. Hizi sheria pia zina adhabu kali, lakini pia zina mitego ambayo inaathiri uhuru wa vyombo vya habari. Na kipindi cha machafuko pia tulikusanya matukio ya wanahabari kuuawa, kiwemo Master Tindwa, kuna ndugu Lamek na Mwakangoja na Selanyika, sorry. Kwa hiyo hii pia iliathiri swala zima la vyombo vya habari, lakini bado kuna changamoto ya leseni kwa wanahabari. Viwango vya kikanda na vya kimataifa vya haki za binadamu vinapinga haya masuala ya utoaji leseni, kwa sababu inasababisha wanahabari wanakuwa hawako huru. Na sasa kimeundwa chombo hiki JAB ambao mojawapo ya kazi zake ni kusimamia hayo masuala, inaendelea kuminya. Mazoea mazuri ni kwa vyombo hivi vya habari kujidhibiti wao wenyewe. Hayo ndio mazoea mazuri duniani kote. Kwa bado kuna changamoto pia hapo upande wa sheria. Zanzibar pia wana kilio cha kutopata sheria mpya ya vyombo vya habari kama ambavyo waliahidiwa kwa kipindi kirefu sasa. Bado wanakabiliana na changamoto ya hizi sheria ambazo ni kandamizi, ikiwemo sheria hii ya mwaka 1988. Pia sheria ya mwaka 88 bado inatumika. Kwa nao bado wana changamoto upande wa vyombo vya habari. Haki nyingine ambayo ilipata kashikashi mwaka 2025 ni uhuru wa kujumuika kwa amani, na bado tatizo linaanzia kwenye sheria na sheria ambazo ni kandamizi. Lakini kuna malalamiko mengi kutoka kwa vyama vya upinzani kuhusiana na kuingiliwa uhuru wao wa kukusanyika. Hizi ndo haki za ushiriki, kujieleza, kukusanyika, kujumuika. Kwa ukizingilia tu hapo inakuwa ni changamoto sana, sio tu kwa vyama vya siasa bali pia na kwa wananchi wote. Lakini pia kulikuwa kuna tukio la kufutwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima. Pia hii iliathiri uhuru wa kukusanyika pamoja na uhuru wa kujumuika. Lakini pia chama cha mawakili Tanganyika pia kilipatwa na changamoto ya kuingiliwa uhuru wao kukusanyika, sambamba pia na matukio yale ya maandamano ya Oktoba 2025. Na tukibaki hapo kwenye masuala ya Oktoba, tunakumbuka ilitolewa amri ya watu kutotoka nje. Kulikuwa kuna vizuizi mbalimbali kwa sababu ya uwepo wa machafuko. Hivi pia iliathiri usafiri wa watu na usafirishaji wa bidhaa. Kwa hiyo hata wafanyabiashara iliwaathiri sana haya machafuko ya Oktoba 2025 na amri mbalimbali na vizuizi ambavyo vilitolewa. Na kuna wadau walifungua kesi kuhusiana na uhalali wa amri ile ya watu kutotoka nje, kwamba haikuzingatia matakwa ya kikatiba. Lakini haya yote yalichangiwa pia na kuzima kwa mitandao, kwa huduma ya mtandao wa internet. Na tunatambua watu wengi sasa hivi pia wanafanya biashara kupitia mtandaoni. Kwa hii iliathiri pia masuala ya biashara na usafirishaji. Changamoto nyingine ambayo ilijitokeza iliyoangaziwa kwenye ripoti ni uharibifu wa mali na aina nyingine za ukiukwaji wa haki za kumiliki mali. Tuliona kipindi cha machafuko ya Oktoba kulikuwa kuna matukio kadhaa ya uharibifu wa mali za umma, mali za watu binafsi pamoja na biashara. Lakini swali kubwa la kujiuliza hapo, tumefikaje? Ni kwa nini tumefikia huku mpaka tunaharibu mali, machafuko yanatokea, na tunatokaje sasa kutoka hapo? Tukiachana na uharibifu uliotokea kipindi cha machafuko, tuliendelea pia kupata takwimu na taarifa mbalimbali kuhusiana na aina nyingine za ukiukwaji wa haki za kumiliki mali,
ikiwemo migogoro ya ardhi bado imeendelea kuwa ni changamoto maeneo mbalimbali, ikisababisha vifo na uharibifu wa mali, na hata matukio mengi ambayo tunayapata kupitia au kesi nyingi tunazozipata kwenye programu ya msaada wa kisheria ni za masuala hayo yanayohusiana na ardhi. Zanzibar pia ardhi ni changamoto, na hilo limeonekana pia miongoni mwa wawakilishi wa baraza lile la wawakilishi. Upatikanaji wa haki pamoja na vikwazo vya haki jinai pia imeendelea kuwa changamoto kwa haki za binadamu kwa mwaka 2025. Swala jema ambalo tuliona mojawapo ni marekebisho ya sheria ile ya Bradea ambayo ilikuwa inaathiri uwezo wa mashirika na wadau wengine kuweza kufungua kesi mkakati. Hii sheria ilikuwa mwiba sana kwa LHRC na wadau wengine. Kwa tunashukuru mahakama iliona kwamba kweli sheria hiyo ina changamoto, lakini bado kuna changamoto mbalimbali zinazohusiana na upatikanaji wa haki, ikiwemo kukosekana kwa usawa, gharama za uwakilishi, rushwa. Bado wanajamii wengi wanaamini rushwa ni adui mkubwa wa haki, upatikanaji wa huduma za kisheria, pia na uelewa mdogo wa masuala mbalimbali ya sheria pamoja na sheria mbalimbali, sambamba na ukaribu wa mahakama. Upande wa haki jinai, changamoto kubwa ni pamoja na ukamataji holela na uwekaji kizuizini kinyume na sheria, kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu, ili swala kwamba bado uchunguzi, upelelezi haujakamilika. Jamani, miaka 8, 10, alafu baada ya hapo kuja kugundua mtu hakuwa hata na hatia. Kunyimwa dhamana, ucheleweshaji ambao unatokea kwenye upelelezi pamoja na kwenye mashauri mahakamani. Kwa huko bado kuna changamoto, na kama kituo tuliona pia na tulitoa rai kwa DPP kuhusiana na swala hili la mashehe 12 ambao walisota kwa muda mrefu sana mahabusu. Kwa sasa tunaona hii ni changamoto, na hii ni visa vichache tu. Kuna watu wengi wapo huko magerezani wanasota wakati upelelezi bado kesi inachukua muda mrefu, na katiba inatutaka tuwachukulie kama vile bado hawajatiwa hatiani mpaka mahakama itakapothibitisha hivyo. Upande wa afya tuliangalia changamoto mbalimbali pamoja na masuala ambayo yaliathiri haki hiyo ya afya. Changamoto kubwa bado ni bajeti. Bahati mbaya bajeti yetu bado haijaweza kufikia kile kiwango cha tamko la Abuja ambalo linataka serikali kutenga asilimia 15, yaani katika bajeti nzima asilimia 15 iende kwenye afya. Bado tumekuwa tukigota kwenye asilimia 5 point kitu, na hiyo pia inachangia upungufu wa hudumu katika sekta hiyo ambao ni zaidi ya nusu. Lakini pia kulikuwa kuna malalamiko kuhusiana na majeruhi wa machafuko ya Oktoba kukataliwa kupata huduma mbalimbali za afya, lakini pia zile amri za watu kutotoka nje. Hata wale waliojeruhiwa pia wengine na wagonjwa kawaida walikuwa wanapata shida kufikia huduma za afya. Lakini pia bado kuna changamoto kwenye upatikanaji wa huduma za afya ya mama na mtoto kichangiwa na masuala ya bajeti, lakini pia matukio yale ya Oktoba yaliathiri upatikanaji wa huduma hizo. Kuna shida pia upande wa afya ya akili, hususan kwa upande wa vijana, ambayo inapelekea pia kujinyonga. Lakini kwa mwaka 2025 yale matukio ya Oktoba yaliwasababishia pia watu matatizo haya ya kisaikolojia, ikiwemo msongo wa mawazo, ikiwemo pia wafanyakazi wa kituo. Ile mambo yale yalikuwa ni ya kuogofya. Kwa hiyo bado kuna haja ya watu kuweza kuponyeshwa kisaikolojia baada ya kutokea kwa matukio yale. Niligusia swala la uhuru wa kuabudu. Changamoto hii iliwapata zaidi waumini wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, na kama tunavyokumbuka kwa kuna mvutano mkubwa sana kati ya waumini na serikali, hususan jeshi la polisi, wakiandamana na kudai haki yao
ya kuweza kuendelea kuabudu. Na Mchungaji Gwajima aligusia kwamba swala hili linahusiana na kauli zake za kukemea utekaji na upoteaji. Hali kadhalika mwaka 2025 kama tunavyofahamu ilikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo hapa ile haki ya kushiriki katika siasa au ushiriki wa kisiasa ulimulikwa, na kwa kiasi kikubwa kulikuwa kuna mvutano mkubwa wa kisiasa, na tulibaini kwamba bado kuna changamoto kuna mapungufu kadhaa kwenye sheria hizi za uchaguzi, ikiwemo katiba. Mojawapo ya masuala hayo ni swala la mgombea binafsi, bado katiba haijarekebishwa kuruhusu, na bado hauwezi kwenda mahakamani kupinga matokeo ya urais. Tayari tuna hukumu kadhaa kuhusiana na masuala haya ambayo ilikuwa inaitaka nchi yetu kuweza kufanya marekebisho kuruhusu haya masuala mawili, sambamba na marekebisho mengine ya kuboresha ushiriki katika uchaguzi. Na tulishuhudia pia chama cha Chadema kujitoa kushiriki kwenye uchaguzi huu mpaka pale ambapo maboresho ya sheria za uchaguzi yatafanyika. Kulikuwa kuna swala pia la uangalizi wa uchaguzi. Bahati mbaya taasisi mbalimbali na mashirika ikiwemo LHRC ambao kwa kawaida huwa anaangalia sana uchaguzi waweze kupatiwa vibali. Lakini tuliweza kupata ripoti mbalimbali za waangalizi wa uchaguzi, hususan Umoja wa Afrika pamoja na SADC ambao walielezea changamoto mbalimbali ambazo waliziona, ikiwemo idadi ndogo iliyojitokeza ya watu kuweza kupiga kura. Lakini pia swala lingine lililozua mjadala ni kuondolewa pia kwa mgombea wa urais wa chama cha ACT Wazalendo. Lakini uchaguzi ulionyesha Chama cha Mapinduzi kilishinda urais kwa 98%. Sasa ripoti hizo za Umoja wa Afrika na SADC pia zilionyesha dosari mbalimbali kipindi cha uchaguzi, ikiwemo uwekaji wa kura bandia, upigaji kura bila kufuata utaratibu na kadhalika, pia kutokuwepo kwa mawakala wa vyama katika baadhi ya maeneo ambayo waliweza kutembelea. Lakini dosari kubwa ilikuwa ni vurugu na machafuko yaliyotokea kuanzia hiyo siku ya uchaguzi. Naam, sasa tunaenda pia kwenye swala lingine kubwa ambalo tuliangalia, ambapo ni masuala ambayo yaliathiri haki za makundi maalum, hususan watoto, wanawake na watu wenye ulemavu. Watoto wameendelea kuwa waathirika wakuu wa ukatili, pamoja na ripoti iliyotolewa na serikali kuonyesha kupungua kwa ukatili dhidi ya watoto na vijana. Lakini ukiangalia watoto kama watoto, ukiangalia hata takwimu rasmi za Jeshi la Polisi, bado ukatili uko juu sana, na wastani wa matukio ya ukatili yanayorekodiwa au visa ni 14,000, zaidi ya 14,000 kila mwaka. Lakini pia kuna matukio mengi ambayo tunaamini pia yanakuwa hayaripotiwi. Kwa bado kuna haja kubwa ya kupambana kupitia MTAKUWA kupunguza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Na tatizo la ukatili wa kingono ni kubwa sana, hususan ubakaji. Takwimu zinaonyesha ni neno gani zuri tunatumia, manusura 8 kati ya 10 wa ubakaji ni wasichana. Sawa? Kwa wasichana, matukio mengi ya ubakaji yanayotokea yanafanywa kwa wasichana, na nusu ya matukio ya ukatili dhidi ya watoto yanayoripotiwa ni ya ubakaji, ambapo ni zaidi ya visa au matukio 7,000 kila mwaka. Na sisi kwenye matukio ambayo tunayakusanya ukatili dhidi ya watoto, takribani 2/3 ni ya ukatili wa kingono. Kwa hiyo yanaendana na takwimu rasmi ambazo zinatolewa na taasisi za serikali. Lakini bado tuna changamoto ya ndoa za utotoni. Bado sasa hatujarekebisha sheria hii ya ndoa ya mwaka 71
pamoja na mahakama ya rufani kutoa hukumu kwenye kesi ile ya Rebecca Gyumi na kutoa maelekezo kwamba sheria hii irekebishwe ili kuweka miaka 18 kama umri wa chini wa kuoa na kuolewa. Kwa bado tuna hiyo changamoto na tunaendelea kutoa rai kwa serikali kufanya marekebisho yanayohitajika. Sambamba na ndoa za utotoni, mimba za utotoni bado ni changamoto, na hii inachangiwa na mianya kwenye utoaji wa elimu na taarifa kuhusiana na afya ya uzazi. Kwa upande wa wanawake, changamoto kubwa bado ni ukatili wa kimwili. Kwa watoto ni ukatili wa kingono, kwa wanawake ni ukatili wa kimwili, hususan ni ukatili ambao wanafanyiwa na wenza wao, awe ni mume au ni mpenzi. Ndio maana mauaji ya mwenza yameendelea zaidi kuathiri wanawake, na 2/3 ya manusura wote wa ukatili wa kijinsia pia ni wanawake. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwa upande wa wanawake. Matukio hayo kama nilivyoelezea hapo awali ya ukatili dhidi ya mwenza yameendelea kuwa mengi. Naona hapo ni 86% ya wale ya mauaji yanayofanywa na mwenza, 86% ya waathirika ni wanawake. Upande wa Zanzibar, ukatili dhidi ya watoto umeendelea kuwa ni changamoto kubwa zaidi, hususan wasichana. Kwa hizi takwimu kwa upande wa watoto zinafanana bara na Zanzibar, japo kwa mwaka 2025 kwa ujumla matukio ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto yalipungua kutoka 1809 mpaka 1228, lakini bado kuna hii changamoto ya muhali ambayo inachangia matukio au visa vingi kutoripotiwa. Kwa hiyo ukakuta hizi namba hizi zikawa zitakiwa ziwe juu zaidi. Kwa changamoto kubwa ni hiyo, na mkoa ambao umeendelea kuongoza kwa miaka hivi karibuni ni Mjini Magharibi. Ndio huko kuna changamoto zaidi. Upande wa watu wenye ulemavu, changamoto zao kubwa ni ubaguzi, ukatili, unyanyapaa na upatikanaji hafifu wa huduma za kijamii kama ambavyo mkurugenzi alielezea. Lakini kulikuwa kuna kesi ambayo hukumu ya kesi ambayo ilikuwa kwenye Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ambayo ilitamka wazi kwamba Tanzania haijafanya jitihada za kutosha kulinda haki za watu hawa wenye ualbino, hususan kuwalinda dhidi ya vitendo mbalimbali vya ukatili, na kuchunguza matukio ya ukiukwaji wa haki zao ambayo yanafanywa, na ukiukwaji mkubwa ambao umeonekana ni ukiukwaji wa haki yao ya kuishi, haki ya kutobaguliwa, haki ya afya na haki ya kupata elimu. Kwa serikali inabidi ifanye jitihada zaidi kuendelea kulinda haki za watu wenye ualbino. Mwisho kabisa, tutaenda upande wa mapendekezo makuu ambayo tumeyatoa. Kwanza kabisa, pendekezo kuu ni kuimarisha uwajibikaji na ulinzi wa haki za binadamu. Hilo ni swala la kwanza, ikiwemo kufanya upelelezi unaohitajika na kuhakikisha wale wote waliokiuka haki za binadamu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia kuna kufanya marekebisho ya kisheria na kisera. Tumeainisha kwa kina kwenye ripoti yetu sheria mbalimbali ambazo zina mianya inayopelekea ukiukwaji wa haki za binadamu. Tatu ni utekelezaji sasa madhubuti. Baadhi ya sheria tunazo ni nzuri, lakini utekelezaji wake ndio shida. Kwa hiyo zile sheria ambazo ni nzuri, hazina shida, basi zitekelezwe ipasavyo sambamba na sera zinazohusiana na hizo sheria. 4 ni kuimarisha upatikanaji wa haki. Bado hiki ni kilio kikubwa kwa wananchi, upatikanaji rahisi wa haki, na haki ipatikane kwa muda. Tuna msemo wetu wanasheria, justice delayed is justice denied. Haki ambayo inacheleweshwa ni haki ambayo imenyimwa. Na 5 ni kukuza ujumuishaji na usawa. Tusisahau makundi mbalimbali
katika jamii. Na hii ni pamoja na kutatua changamoto mbalimbali na vikwazo ambavyo vinasababisha wasiweze kufurahia na kutekeleza haki zao mbalimbali kama binadamu. Kwa kifupi, hayo ni mambo ambayo yameangaziwa kwenye ripoti, lakini ripoti imeelezea kwa kina masuala hayo na nini kiweze kufanyika. Kwa hiyo mimi naomba niishie hapo. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante.